أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. بعد يكم شكر الله متكوف سبحانه وتعالى، نكم تكيا رحمنا أماني kiongozi wetu Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam. Kwa mara nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafikisha kukutana katika muendelezo wa darsa zetu za tafsiri ya Qur'ani kwa kile kiwango ambacho Allah mtukufu subhanahu wa ta'ala anatuwafikisha nacho. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na kwa rehma zake, kama alivyotujumuisha katika nyumba hii kwa madhumuni ya kudarasishana kitabu chake kitukufu cha Qur'ani, iwe ni sababu kwa fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala ya kutujumuisha tena katika pepo zake za rehma, katika pepo za Firdausi, sisi na ahali zetu, sisi na watoto wetu, sisi na wazazi wetu. Tukiendelea na darsa zetu za tafsiri ya Qur'ani, tulipokuwa tunaakhirisha darasa letu, tulisimama katika aya ya 90 katika suratu Hud. Katika aya kuanzia ya 84 Allah tabaraka wa taala alianza kutusimulia kisa cha Nabii Allah Shuaibu na watu wake wa kabila la Madian, kama alivyosema subhanahu wa ta'ala: wa ila Madiana akhahum Shuaiba qala ya qaumi ubudu Allaha ma lakum min ilahin ghayru wala tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khair wa inni akhafu alaykum adhaba yawmin muhit. Maneno mazuri kabisa hayo, maneno bora kabisa hayo kutoka kwa kiongozi aliyopelekwa maalumu kwa watu wa Madiana na Mola wao subhanahu wa ta'ala, akiwanasihi jamaa zake. Jambo la kwanza muhimu kuliko yote ni kushikamana na ibada ya Allah tabaraka wa ta'ala, kwa maana mwanadamu hawezi kuwa mwanadamu asipoandamana na matekelezo ya ibada za Mola wake subhanahu wa ta'ala. Kadhalika aliwaelekeza wawe na muamala ulio bora, muamala aliyouagiza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwamba mtu anapofanya biashara, ile biashara ifanywe katika misingi
ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametaka biashara hizo ziwe zikiendeshwa. Ndiyo maana akawaambia jamaa zake, wa auful kaila, tekelezeni vipimo vya ujazo, wal mizan, tekelezeni vipimo vya mizani, wala tankusul mikiala wal mizan. Anawaambia maneno hayo akiwaelekeza namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja katika suratul Baqara, ahalla Allahu al-bai'a, Allah tabaraka wa ta'ala amehalalisha watu kufanya biashara, lakini ifanywe biashara katika yale maelekezo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametaka ifanywe biashara hiyo. Kwa hivyo alitoa nasaha zake zote. Aya ya mwisho aliwataka jamaa zake kwa kuwaambia, wastaghfiru rabbakum, katika makosa na dhulma zilizotokea kabla ya hapo, mukiabudu ibada zisizokuwa za Allah, mukiuziana kwa njia zilizokuwa za dhulma. Kwa makosa hayo yaliyotangulia, wastaghfiru rabbakum, muombeni msamaha Mola wenu, thumma tubu ilaihi, kisha rejeeni kwake yeye Allah, inna rabbi rahimun wadudun. Hiyo ndiyo illa ya kutakiwa waombe msamaha na warejee kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa nini? Lianna rabbi, kwa hakika ya Mola wangu subhanahu wa ta'ala, rahimun, yeye sifa yake ni mrehemevu. Kwa wale wanaoomba rehma za Allah, Mwenyezi Mungu huwa rehemu. Lakini wadudun, Mwenyezi Mungu ni mpenzi kwa wale wanaopenda mapenzi na mahusiano mema kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu huwapenda. Basi muombeni rehema zake, Allah atawarehemu. Muombeni upenzi wake, Allah atawapeni upenzi wake. Haya ni maneno matukufu, haya ni maneno bora, haya ni maneno ya kumpa heshima mwanadamu katika maisha yake ya dunia, katika maisha yake ya barzakhi, na siku atakayokutana na Mola wake. Maneno yako fasaha, maneno yako fasaha, hayakosi kufahamika maneno kama haya. Lakini kwa kibri na inadi na kejeli za watu wake ambao waliikataa taa ya Mwenyezi Mungu, qalu, wakasema jamaa zake, ya Shuaibu, ewe Shuaibu, ma nafqahu kathiran mimma taqulu, maneno yote uliyoyasema sisi hatufahamu chochote, hatukuelewi. Tunakuona kama babu bwabwaja, tunakuona kama mtu uliyechanganyikiwa, kwa hivyo hatukuelewi unakusudia nini. Utupangie namna ya kuabudu, utupangie namna ya kuendesha biashara zako, kama aya zilizotangulia, aswalatuka. Hivi hiyo dini yako au hiyo swala yako ndiyo inayokupa ujasiri kwamba sisi utuamrishe namna ya kuishi katika biashara zetu? Inakupa ujasiri utuelekeze wewe? Kwa hivyo wanamwambia, ma nafqahu kathiran mimma taqul. Neno kathira hapa bimaana jamia ma taqul, yote unayoyasema sisi hatufahamu chochote. Wa inna, na hakika yetu sisi, lanaraka, tunakuona, fina, kati yetu, katika jamii yetu, dhaifa, tunakuona mtu mnyonge, tunakuona mtu usiyekuwa na watu, tunakuona mtu wa hali ya chini kabisa. Inna, hakika yetu sisi, lanaraka, wallahi, tunakuona wewe, fina,
kati ya jamii yetu tunakuona dhaifa, tunakuona wewe ni mtu dhaifu, wewe ni mtu wa chini, wewe ni mtu ambaye sisi waheshimiwa hatuwezi kusalim amri tukakufata wewe. Walaula rahatuka, lau sio jamaa zako, walaula rahatuka, lau si jamaa zako, wanasema la rajamnaka, tusingelikuacha salama. Kinachokufanya mpaka leo uendelee kuwa salama Shuaibu, kama huelewi, sisi tunaheshimu familia yako, jamaa zako ndio tunaowapa heshima hiyo. Lau si hivyo, la rajamnaka, wallahi tungelikupiga mawe. Maana yake wanakusudia wangelimuua. Wama anta alaina biazizin, na kwa hakika wewe juu letu sisi huna heshima yoyote, hatuna thamani yoyote wewe ya kukuthamini. Lakini kinachotufanya bado uwe salama mpaka leo ni kwa sababu unao ndugu zako katika nchi yetu. Subhanallah. Haya ndiyo maneno ambayo watu wa Shuaibu baada ya kulinganiwa katika haki wanamjibu mtume wao, tunakuona umechanganyikiwa, maneno yako hayafahamiki, hatukufahamu, na lau sio familia yako, sio ukoo wako, la rajamnaka, saa hizi wewe tungelikuua. Na hapa Waislamu tunawaona watu wanaosimama na dini ya Allah, usalama wao, uhai wao uko mashakani, lau kama si Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuchukua ulinzi maksudi wa kuwanusuru na kuwahifadhi watu wanaoisimamia dini yake. Lakini watu wanaoisimamia dini yake ni watu wasiopendwa na watu wa dunia. Watu wa dunia huona wanakerwa, watu wa dunia huona wanabanwa, watu wa dunia huona wanaingiliwa katika mambo yao. Ni kwa sababu tu Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio aliyechukua dhamana. Ndio unawaona wale wanaosimama na dini ya Allah Subhanahu wanaendelea kuwapo na afya zao zikiwa mzima, lakini watu wa dunia hawataki. Tayib, anatusimulia Allah, qalu, wakasema watu wa Shuaibu, ya Shuaibu, ewe Shuaibu, ma nafqaha kathiran mimma taqul, ma nafqaha kathiran mimma taqulu, hatufahamu chochote katika maneno yako ambayo wewe unayoyasema. Qalu, wanasema, mfasiri anasema, linabiyihim, walisema kumwambia mtume wao Shuaib, ala wajhi listihana, wakiwa na madhumuni ya kumdhalilisha, madhumuni ya kumfanya duni. Wajhi listihana, wanasemaje? ma nafaham kathiran mimma tuhadithuna bihi, hatufahamu chochote katika kile ambacho wewe umekuwa ukitisimulia, sisi hatukifahamu. Wanasema hivyo. Qala al-Ulusiyu, mwana wazuoni mmoja al-Imamu al-Ulusiyu akitafsiri aya hii anasema, jalu kalamahu, waliyafanya maneno ya nabii Allahi Shuaibu, maneno ambayo almustamila, maneno yaliyoshikamana, ala fununi alhikami, na aina mbalimbali za hikma, walmawaidhi, maneno yaliyoshikamana na aina mbalimbali za mawaidha, wa anwa'il ulumi, maneno yaliyoshikamana na aina mbalimbali za ilmu, wal maarif, na maarifu, yani mambo ya taaluma mbalimbali,
min qabili takhaliti, wanayapeleka maneno yake katika upande wa kumuona kwamba Shuaibu amechanganyikiwa. Mtu akichanganyikiwa maneno yake hayafahamiki, hapajulikani lishikwe neno gani. Kwa hivyo maneno yake waliyapeleka min qabili takhaliti, katika upande ule wa kwamba Shuaibu kachanganyikiwa, walhudhiani au hidhiani, na wakayapeleka maneno yake katika mlango kuwa ni maneno ya porojo, alladhi la yufahamu maanahu, maneno ambayo hayafahamiki kilichokusudiwa, wala yudraku fahawahu, wala hapadirikiwi kilichokusudiwa ndani yake, maa annahu, pamoja na kwamba maneno haya ya Nabii Allah Shuaib kama warada fil hadithi sharif, kama ilivyokuja katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, huyu Nabii Allah Shuaibu khatibul anbiyai, yeye ndio alikuwa bosi wa mitume na manabii. Anapotoa hutuba maneno yake yanakuwa fasaha kabisa, lakini hawa makafiri wanasema hatufahamu chochote, maneno yako ni maneno ya porojo, maneno yako ya mtu aliyechanganyikiwa. Mtume akimsifu Nabii Allah Shuaib anasema katika watu waliokuwa bora kabisa katika kutoa hutuba na kufahamika hutuba zao alikuwa Nabii Allah Shuaib. Tumefahamiana? Tayib. Wa inna, na hakika yetu sisi, wanaendelea kusema, lanaraka, tunakuona wewe Shuaibu, fina, kati yetu, kati ya jamii yetu, tunakuona dhaifa, wewe ni mtu mnyonge, wewe ni mtu wa chini, aila quwwata laka, huna nguvu, wala izza fina fima bainana, wala wewe huna heshima na utukufu wowote kati yetu, wewe ni mtu wa kawaida sana, vipi tukupe taadhima na kukuheshimu? Wa inna, na hakika yetu sisi, lanaraka fina, tunakuona kati yetu sisi, tunakuona wewe kuwa dhaifa, aila quwwata laka wala izza fima bainana, huna nguvu wala utukufu kati yetu. Wanaendelea kusema, walaula rahatuka, lau si familia yako, la rajamnaka, saa hizi zamani tushakupiga mawe, tushakuulia mbali. Ai walaula jamaatuka, lau si jamaa zako, la katalnaka, tungelikuua wewe, ramyan bil ahjari, kwa kukurembea, kwa kukupiga na mawe. Saa hizi zamani tungelikuwa tushakuua hivi. Wama anta alaina biazizin, na hukuwa wewe mbele zetu sisi kuwa mtu wa heshima, huna thamani yoyote, huna heshima yoyote. Ai lasta indana bimukarramin, wewe mbele zetu hukuwa mwenye kupewa takirima, wala muhtaramin, wala mwenye kuheshimiwa, hata namtania min rujumika, ili iwe sababu ya sisi kuzuilika kukupiga mawe. Kwa hivyo usalama unaoendelea nao kuupata, lau kama ingelikuwa huna watu, huu usalama ungelikuwa haunao tena. Lakini kinachokufanya uendelee kuwepo ni kwa sababu unao ndugu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitusimulia kisa cha huyu mtume Shuaibu katika suratul
hii nchi utaiona ya uchungu. Wallahi tutakuhamisha, tutakutoa, lanukhrijannaka ya Shuaibu, tutakuhamisha na kukutoa ewe Shuaibu, walladhina amanu ma'aka, na wale walioamini pamoja na wewe na wafuasi wako tutawatoa katika nchi hii. Au lataudunna fi millatina, usalama wenu murudi katika kawaida na desturi zetu, tuuze tunavyotaka, tuabudu tunachotaka, tuishi tunavyotaka. Mukirudi katika msimamo huo, basi nyinyi mutakuwa ndugu zetu. Kwa maana hapa wanapoteza haki ya uraia kwa sababu tu ya kutofautiana na wakubwa katika ardhi ya Madiana. Wenye Madiana yao wanataka kumuhamisha Shuaibu, pamoja na kwamba Qur'ani inamzungumza Shuaibu kuwa ni ndugu yao, lakini anapoteza sifa ya udugu kwa sababu tu amesema alla ta'budu illa Allah, musiabudu wasiyekuwa Allah. Ni kwa sababu tu amesema wa auful kaila wal mizan, kamilisheni katika vipimo, mukipima mupime kwa uadilifu. Kama unapima kwa pishi, iyo pishi iwe pishi. Kama unapima kwa uzito, uo uzito ukamilike. Asiuziwe mtu kilo moja kumbe alichopewa ni kilo kasorobo. Mwenyezi Mungu hataki hivyo. Kwa maneno haya, wakubwa wenye nchi yao wanatishia uhai wa Shuaibu, lakini pia wanatishia uraia wa Shuaibu katika nchi ya Madian, pamoja na kwamba ni ndugu yao wa kuzaliwa. Tumefahamiana Hivyo ndivyo walivyo watu wa dunia. Mahala popote pale akitokea mtu aliyesimama kuitangaza dini ya haki vile inavyopasa kuitangaza, akasimama yeye na Mola wake, uraia wake utahojiwa, uhaki wake wa kuishi mahala hapo utahojiwa. Lakini sio hilo tu, hata ile haki ya kuishi katika dunia inaweza ikahojiwa. Kwa nini huyu abakie kuwa hai? Kwa sababu tu ya kuambia watu hili Mwenyezi Mungu halitaki, hili Mwenyezi Mungu hakuliamrisha, aliloliamrisha Mwenyezi Mungu ni hili. Lakini kwa sababu watu wa dunia hawataki kusikia habari za Mungu, wewe unapoteza sifa ya kustahiki kuwa hai na unapoteza sifa ya kustahiki kuwamo katika taifa hilo. Lutu anaambiwa na jamaa zake, baada ya kuwakataza tendo la liwati, tendo chafu halijapatapo kutendwa katika dunia hii, sio tu kwa binadamu, hata kwa wanyama. Lakini mwisho wake wanakaa kikao, wanapitisha maamuzi ya kusema akhriju Lutan, la msingi hapa atolewe kibabe Luti min qaryatikum, kutoka katika nchi yenu. Atake asitake atolewe katika nchi hii. Kwa nini anatolewa? Kafanya kosa gani? Kwa lugha ya kejeli wanasema innahum unasun yatatahharun, kwa sababu wao ni watu wasafi, watu wache wenyewe. Sawa? Huo ndio uhalisia na huo ndio ukweli, na haya maneno yafahamike, na haya yanaishi na kuendelea, kwa sababu al-Qur'anu al-mu'jizatul khalida. Qur'ani ni muujiza unaoendelea. Basi mpaka leo akitokea mtu akionekana kutofautiana na watu wa dunia, huyo mtu hapendezi kwa watu wa dunia. Unatizama uraia wake, kweli raia wa hapa? Ikionekana raia wa hapa, wanaulizana watu, anastahiki kuwa hai? Tumefahamiana.
tulipokuwa katika Suratun Namli, darasa zilizotangulia hiyo miaka iliyopita, Allah subhanahu wa ta'ala anasimulia katika kila taifa kuna watu wakorofi, wauaji, wapotezaji. Anasema wakana fil madinati 9 rahatin, katika mji wao kulikuwa na kikundi cha watu 9. Watu hao yufsiduna fil ardi, ikawa kazi yao kufanya fisadi, kuua, kupoteza, kufanya vile yale asiyoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuslihuna, wao hawakuwa wanatengeneza, wao ni kuharibu tu. Anapotokea mtu kusimamia haki, kuizungumza haki, mtu huyo ndio anayekuwa mbaya, na kwamba mtu huyo anawindwa wakati gani, mahala popote au wawe, kama walivyoambizana watu 9 hao, takasamu, apianeni, kulieni na viapo, takasamu, apianeni billahi, apianeni kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tuapiane nini? Kwamba lanubayitannahu, tutakwenda kumuua wakati wa usiku, wa ahlahu, na watu wake. Thumma lanakulanna liwalihi, zitakapokuja taarifa kwamba huyu Shuaibu ameuawa, tutasema nini? Ma shahidna mahalaka ahlihi, wakati anauliwa ndugu yake, sisi hatukuwepo hapa katika nchi. Watu wabaya huwa wana mipango sana. Hawa watu wanajulikana katika ile nchi kwamba ni watu wakorofi, lakini waliifanya waage, watu wote wajue kwamba wao wanasafiri, wanaondoka katika nchi ile, lakini kiukweli hawaondoki, wanajifanya kusafiri. Wakifika jua limezama wanajificha huko, wakati wa usiku saa 8 saa 9 wanarudi, wanakuja kumuua yule Shuaibu, alafu wanaondoka na safari yao. Watakaporejea wakiambiwa Shuaibu ameuawa mathalan, watasema sisi hatukuwepo kama mnavyotujua. Na hii ndio mipango ya watu wabaya. Watu wabaya, hiyo ndiyo mipango yao. Mwenyezi Mungu anakusimulia uielewe. Unaweza ukachezwa mchezo, wewe ukawa hutaki kuamini kwamba huu mchezo umefanywa na watu hawa, lakini Mwenyezi Mungu anakufahamisha watu wabaya huwa na mipango hiyo. Sasa wakati mwingine ukisikia mambo mabaya wameelekezewa watu fulani, usiwe haraka kubweka tu kama jibwa lililokuwa halina mwenyewe. Chunguza kwa makini, hivi kweli hili linaweza likafanywa na watu hawa? Unaelewa? Tayyib. Kalu, wanasema jamaa zake Shuaib, wanasema nini? Ya Shuaibu, ewe Shuaib, ma nafqahu kathiran mimma taqul, sisi hatufahamu chochote, hatukuelewi katika maneno unayoyasema. Ay qalu linabiyihim Shuaib ala wajhi listihanati, lengo lao kumdhalilisha. Ma nafahamu kathira mimma tuhadithuna bihi, hatufahamu chochote katika kile unachotusimulia. Imamul Ulusi anasema jaalu kalamahu, waliyafanya maneno ya mtume Shuaibu almustamil, maneno yaliyoshikamana ala fununil hikami wal mawaidhi, aina mbalimbali za hikma na mawaidha, wa anwa'il ulumi wal maarifi, ndani yake kuna aina mbalimbali za mailmu na maarifa, fi min qabili takhliti, kwamba maneno yake wakayapeleka upande wa mtu aliyochanganyikiwa, walhidhiani, na mtu ambaye anaporoja
alladhi, mtu ambaye la yufa, au maneno ambayo la yufahamu maanahu, hayajulikani, wala yudraku fahawahu, maa annahu, pamoja na kwamba Shuaibu kama warada, kama ilivyokuja fil hadithi sharifi, katika hadithi tukufu, Shuaibu khatibul anbiyai, Shuaibu yeye ndio aliyekuwa bingwa katika wenye kutoa hutuba na maelezo, kiasi cha kwamba mpaka watu wasiofahamu kama akina sisi basi walikuwa wanamfahamu Nabii Allah Shuaibu, lakini kwa kumvunja moyo, kulikusudia kumdhalilisha, wakasema maneno yako hayafahamiki. Tunafahamiana. Wa inna lanaraka, na sisi tunakuona wewe Shuaibu, fina, katika jamii yetu tunakuona dhaifan, tunakuona ni mtu mnyonge, ni mtu dhaifu, aila quwwata laka, huna nguvu wewe, wala izza, wala huna utukufu, fima bainana, kati yetu wewe ni mtu wa kawaida sana. Walaula rahatuka, lau sikuiheshimu jamii yako, watu wako, la rajamnaka, usingelikuwa salama mpaka leo, tungelikuulia mbali. Lakini kinachokufanya ubakie kuishi sio kwamba una haki ya kuishi, isipokuwa uhai wako unapatikana kwa sababu ya jamaa zako, yani wao ndio wenye mamlaka ya nani aishi. Sawa? Kuna watu wamejifanya hivyo kwamba nani aishi. Tayib, walaula rahatuka la rajamnaka, ay walaula jamaatuka la qatalnaka, tungelikuulia mbali, ramyan, kwa kukurembea, bil ahajari, kwa mawe. Maneno haya haya ya watu wa Shuaibu yalete katika wakati wetu sisi. Sio lazima uambiwe la rajamnaka, hata kama hukupigwa mawe, hata kama hukuuliwa, unaweza ukenda ukafichwa sehemu fulani, watu wakapumua na hiyo dini yako na huo msimamo wako wa haki, watu wakakupumzisha ili wapate kupumzika. Yote hayo ndiyo la rajamnaka. Tumefahamiana? Tayib, wanasema hivyo, wama anta alaina biazizin, na hukuwa wewe juu letu kuwa mwenye heshima yoyote, ay lasta indana bimukarramin wala muhtaramin, huna heshima wewe ya kuheshimiwa, hata namtania min rajmika, ili tujizuie tusikupige mawe, lakini shukuru wewe una familia. Qala, hapa Nabii Allahi akasema, Nabii Allahi Shuaibu, ya qaumi, enyi jamaa zangu, arahati, hivi watu wangu, jamaa zangu wa nasabu wa kuzaliwa, a'azzu alaikum min Allah, hawa wana utukufu zaidi, wana heshima zaidi, wanapaswa kuogopwa zaidi kuliko Allah tabaraka wa taala aliyeniumba mimi. Anawauliza, ya qaumi, enyi jamaa zangu, ebu nielezeni, arahati, iyo familia yangu au ndugu zangu, a'azzu alaikum, hawa ndio waheshimiwa kwenu, hawa ndio watukufu kwenu, hawa wanapasa kuogopwa na nyinyi min Allah kuliko kumuogopa Allah. Anawauliza Nabii Allah Shuaib, hadha taubihun lahum, maneno haya Shuaibu anakusudia kuwatahayarisha. Hamuoni haya? Hamuoni vibaya?
watu wangu, hata mkiniua mimi iwe nini, lakini aliyeniumba mimi, mkiniua mimi mutamtambua subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mimi ni mali ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama utamuua mtu, elewa kesi yako wewe itakwenda kusomwa mbele za Allah. Limadha qatalta fulana, kwa nini ulimuua fulani? Hili ni suala. Kila aliyeua mtu na kila aliyechangia kuuawa kwa mtu aelewe kesi ya mauaji yake bado haijasomwa. Hata kama hapa duniani itapelekwa katika hizo zinazoitwa mahakama, hata kama atafungwa huyo mtu kwa hizo zinazoitwa jela za hapa duniani, lakini mtu yoyote aliyeua, yoyote aliyechangia kuuawa kwa mtu, aelewe mpaka kesho kesi yake haijasomwa. Wala wasifikirie watu labda kaua miaka 10 iliyopita, au kaua miaka 20 iliyopita, au kaua miaka 5 iliyopita, akadhani yale ndio yameshakwisha, yale yameshapita. Hiyo kesi yenyewe haijasomwa. Sawa? Dharni wa man yukadhibu bihadha alhadithi. Allah anasema, Muhammad, usisumbuke sana, niachie mwenyewe. Man yukadhibu bihadha alhadithi, wale wasioyaamini maneno haya niliyoyateremsha, niachie, nitapambana nao. Sanastadirijuhum, hapa duniani tutawapururia, tutawakunjulia, lile watakalotaka litakuwa. Hata kama wameua, Mungu anachukua ahadi, anasema tutawapururia. Sanastadirijuhum min haithu la ya'lamun, wao wenyewe wataona mboni wanafanikiwa. Kama ingekuwa wamemkera Mungu, kwa nini wafanikiwe? Min haithu la ya'lamun wa umli lahum, alafu nitawapururia, nitawapa wanachotaka. Kama walikuwa wanaua kwa sababu ya mali, mali nitawapa. Kama walikuwa wanaua kwa sababu ya madaraka, madaraka nitawapa. Wa umli lahum inna kaidi matin, mipango yake Allah anasema ni mipango madhubuti, wengi hawaifahamu. Unaweza ukawa unadhulumu na bado Mungu akakupa maisha mazuri. Wala usifikirie kwamba mboni kama ingelikuwa na dhulumu Mungu si angelichukia, mboni maisha yangu nazidi kutanua. Lakini hiyo ni istidraji kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Ogopa sana. Kama unaona mipango yako inakunjuka kila siku, kaa utafakari, mboni mimi mipango yangu siku zote inakunjuka? Sio istidraji hii? Sawa Ogopa sana. Leo uko cheo hichi, mara umepanda cheo hichi, lakini unawaroga wenzio kila siku, unawafukuzisha wenzio kazi kila siku, lakini kila uchao wewe unapanda cheo. Ogopa sana. Sio istidiraji hii. Usishangilie tu kuchaguliwa. Umechaguliwa na wewe utakuwa mkuu wa kuchunga ng'ombe. Usifikiri hilo jambo zuri sana. Kaa kuchaguliwa mkuu wa kuchunga ng'ombe, Mungu ameridhika au hii istidiraji? Tunafahamiana vizuri Kuwa makini sana. Aliye na akili sawa sawa hafurahi kwa kupanda cheo, anakuwa na huzuni. Sawa? Tayib. Kwa hivyo Nabii Allah Shuaibu anawauliza jamaa zake, ya qaumi arahati a'azu alaikum min Allahi, hivi watu wangu kwenu nyinyi wamekuwa watukufu sana kuliko kumuogopa Allah ambaye mimi ni mali yake, khalqan wa abidan wa malikan, ameniumba yeye, mimi mtumwa wake, mimi ananiendesha yeye, huyu hamumuogopi? Maneno haya taubihun lahum,
alikuwa anawatahayarisha, hamuoni haya? Ataterukuni, mnaniacha mimi kuniua, liajili qaumi, kwa ajili ya kuwaangalia watu wangu, wala taterukuni, wala hamuachi kuniua, i'idhaman lijanabi rabbi tabaraka wa taala, hamuniachi kwa kutukuza upande wa Allah tabaraka wa taala. Mimi ni mali yake, mimi sio wako, mimi ni wa Allah tabaraka wa taala. Anawaambia hivyo Nabii Allahi Shuaibu alayhi salam. Tumefahamiana fahal ashirati, hivi jamaa zangu, aazu indakum, wana utukufu na heshima mbele zenu, minallahi, kuliko Mwenyezi Mungu, wa akram, wana utukufu mbele za Mwenyezi Mungu kuliko Mwenyezi Mungu. Qala Ibn Abbasi anasema, inna qauma Shuaib, watu wa Shuaib, wa rahatahu, na watu wake, kanu aazza alaihim, walikuwa watukufu juu lao, minallahi, kuliko Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo walikuwa wanawaona watu wale ni watukufu zaidi mbele za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wasaghura sha'anullahi indahum, likawa dogo jambo la Mwenyezi Mungu mbele zao. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa watu waliomili katika dunia. Watu waliomili katika dunia, haki na hukumu za Mwenyezi Mungu kwa wao si lolote, si chochote, lakini haki na hukumu zao za kidunia wanazilinda kwa nguvu zote, wanazipigania kwa uwezo wao wote, zile haki ambazo wao wanahisi ni haki yao, wanahisi ndiyo heshima yao, wanahisi ndiyo utukufu wao, hizo wako tayari kuzilinda kwa nguvu zozote zile. Lakini dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hata kama itatukanwa, hata kama misahafu ya Mungu itachanwa, hakuna mtu yoyote atakayenyanyua midomo yake kuizungumzia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Watu, dunia limekuwa jambo tukufu, imekuwa dunia kwao aaz kuliko kitu chochote kile. Tunafahamiana maneno haya tunayoyasoma, Mwenyezi Mungu anatutaka tuishi kinyume chake. Kama kuna watu wanaiona dunia ndio aazu shay'in, a'adhamu shay'in, sawa sisi tusiione dunia kuwa aazu shay'in wa a'adhamu shay'in, bali tuione dunia adna min kulli shay'in, sawa, ni kitu duni kabisa kuliko kitu chochote kile. Sawa sahi. Tunaendelea Qala Ibn Abbas, tunaendelea, wasaghura sha'anullahi indahum, likawa jambo la Mungu, sheria za Mungu, dini ya Mungu kwa wao ikawa ni kitu kidogo sana. Sawa. Azza rabbuna, mwandishi anasema ametukuka na kushinda Bwana wetu, wajalla thanauhu, zimetukuka sifa zake Allah, sivyo kama wanavyomuweka makafiri na watu wa dunia. Sawa. Watakhadhtumuhu, huyu Allah subhana anayestahiki kuheshimiwa, anayestahiki kuabudiwa, amri zake kuzingatiwa na kuchungwa, badala yake takhadhtumuhu, mmemweka huyo Allah subhanahu wa ta'ala waraakum, nyuma yenu, dhihiria, nyuma ya migongo, mmemweka Mungu huko, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ilmu yake imewekwa huko, kitabu chake kimewekwa huko, dini yake imewekwa huko. Watu wameichukua dunia wakaiweka mbele yao. Bal tuuthiruna alhayata dunya,
lakini nyinyi mmeipa kipaumbele dunia. Wal akhiratu, ili hali akhira khairu wa abqa, ndiyo kheri kuipigania. Wa abqa, na maisha yake ndiyo ya milele. Inna hadha la fi suhufil ula, maneno kama haya yalitanguliwa kuandikwa katika vitabu vilivyotangulia, suhufi Ibrahima wa Musa. Sio maneno yaliyokuja tu ndani ya Qur'ani. Watu baada ya kuletwa katika dunia wameambiwa hapa ni shamba, wafanye matendo mema yatakayo kwenda kuwapa mapepo na thawabu mbele za Allah. Badala yake watu wamehamia. Sawa Usiwaone hivi, watu wamehamia katika dunia, wanakufa kwa sababu Mungu tu hakukadiria mtu kubaki miaka yote hapa. Lau si hivyo, kuna watu wamezama katika dunia, hawataki kufa kwa nguvu zote. Ushafahamu Kwa nguvu zote. Na kama kuna hospitali yoyote iliyo bora duniani kwa gharama yoyote, yuko tayari aende ili aendelee kubaki katika dunia. Namna ya watu walivyodhani kwamba hapa duniani ndiyo maisha ya kukaa milele. Msemaji mmoja anasema, lau kanati dunia tadumu li ahliha, ingelikuwa hii dunia inaishi milele na watu wa dunia, lakana rasulullahi hayyan wa baqiya. Hakuna kiumbe bora katika viumbe wa Allah, sio arshi, sio kursi, sio lauhi, sio kalam, sio mbingu saba, sio ardhi saba, sio Jibril, sio malaika, sio chochote kile. Hakuna kiumbe bora mbele za Allah kuliko Nabii Muhammad. Lakini wakati anatembea katika ardhi ya Maka na Madina, Mungu anamkumbusha, usije ukajisahau, innaka mayitun, tambua uelewe kwamba wewe utakufa, wa innahum mayitun, na hao wengine watakufa, thumma innakum inda rabbikum tahtasimun, kuna kesi watu watakwenda kushtakiana siku ya kiyama. Wewe ulisababisha nifukuzwe kazi kwa sababu watoto wangu baada ya kufukuzwa kazi wakageuka machakuro sijui madhani, wakawa kazi hawana, cha kuwalisha sina. Yale yote uliyafanya wewe kwa sababu ya fitina za dunia. Mungu, niulizie huyu bwana nilimfanya nini? Kama kusoma, nilisomeshwa na wazazi wangu, nikenda kuomba kazi nikapewa kazi kutokana na ilmu yangu. Huyu bwana akenda kutia uongo mpaka mimi nikafukuzwa kazi. Watoto wangu wakawa hawakupata lishe bora, watoto wangu wakawa wakaishi maisha ya tabu. Niulizie ya Allah, huyu nilimkosa nini? Alichangia pesa baba yangu kunisomesha? Tumefahamiana sahihi. Basi lau kana dunia tabqa li ahliha, hii dunia ingelikuwa inabaki na wakazi wa dunia, lakana rasulullah, angelikuwa bwana mtume hayyan wa baqiya. Lakini Allah anautangazia ulimwengu, kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Kila mtu wajiandae, safari imeshafika. Kama si sasa hivi, labda baadaye. Kama si usiku huu, labda mchana wa kesho. Leo nina swali pale ikanipitia maskini katika akili yangu. Wajua tena swala zetu, yule mzee wetu tulikuwa tukiswali naye anakaa hapa mbele, yule kizee hivi kidogo anapinda, alafu anafanya kama kutetemeka hivi. Yuko wapi leo? Yuko wapi leo? Tumefahamiana Huyo ndio Allah tabaraka wa taala. Tulioanza na darasa letu, wangapi walikuwa wanakaa mistari hii ya mbele? Wote washakwenda zao barzakhi, wameshaondoka. Tusijisahau wazee wangu, tuna safari tena mzito wa khuzizada chukua masurufu, fa inna safara tawilu.
Tunakwenda pamoja Tayeb. Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala katika surati Zumara anasema fa'budu ma shi'tum min dunihi, kama hamtaki abuduni chochote mnachokitaka nyinyi. Kama hamtaki kumwabudu Allah, abuduni chochote mnachokitaka nyinyi. Anasema hivyo subhanahu wa ta'ala. Qul, alafu uambie, innal khasirina, hakika waliokula khasara ya kweli, alladhina khasiru anfusahum, ni wale watu ambao wamezitia khasara nafsi zao. Kuzitia khasara nafsi zetu ni kwenda kinyume na amri za Mola wetu. Khasiru anfusahum, wamezitia khasara nafsi zao, wa ahalihim, wakazitia khasara nafsi za watu wao, ahali zao, watoto wao, na khasara hii itadhihiri yaumal qiyama, siku ya kiyama ndio itakapodhihiri hiyo khasara, wakati ambapo huwezi kujirekebisha ili uepukane na hiyo khasara. Ala, Allah anawazindua watu, anasema dhalika huwa alkhusranul mubin, hiyo ndiyo khasara ya wazi wazi. Tahadhari sana kwenda kupata khasara siku ya kiyama. Tunafahamiana? Tayeb. Anaendelea kusema Mwenyezi Mungu akiyanukuu maneno ya mtume wake Nabii Allah Shuaib, anasema ya qaumi, enyi jamaa zangu, arahati a'azzu alaykum min Allah wattakhadhtumuhu, mukamweka huyo Allah, wattakhadhtumuhu waja'altumuhu, mukamfanya Mungu wenu wa haki, anayestahiki kupewa kipaumbele na kutukuzwa. Nyinyi mkamfanya vipi? waraakum, mukamweka nyuma yenu, dhihiria, yani mkamweka huko mgongoni, mukampuuza. Kumweka nyuma Mungu maana yake kupuuza amri na makatazo yake, mkajifanya hamna habari naye. Nani leo anahukumu kwa kitabu cha Allah? Hakuna anayehukumu kwa kitabu cha Allah ambazo ndiyo hukumu sahihi, lakini tumeziweka waraana, ziko nyuma huko. Nani leo anayeongoza kwa kitabu cha Allah? Tumeona uongozi unaotokana na maelekezo ya Allah ni uongozi uliopitwa na wakati, tukauweka nyuma, tukaamua kutengeneza uongozi wetu. Tumeletewa katiba ambayo ni Qur'ani yetu, tukaiona Qur'ani inatubana, hatupumui, tukaichukua Qur'ani tukaiweka nyuma ya migongo yetu, tukaamua kutengeneza muongozo ambao eti ndio utuongoze. Nani alikwambia mwanadamu anajikontrol mwenyewe? Haiwezekani, usijidanganye. Mwanadamu hawezi kujipangia sheria ambayo yeye mwenyewe alafu imdhibiti. Labda itakudhibiti sio wewe ulioitengeneza hiyo sheria, lakini wale walioitengeneza hiyo sheria, pale itakapowakwama tu kama jibala changu, haraka inakwenda kubadilishwa. Kwa sababu gani? Mwanadamu hawezi kujitengenezea hukumu mwenyewe alafu imkandamize mwenyewe. Si kweli. Huo ndio ukweli wa Islamu. Hayo ndio maneno ya kuyashika Muislamu mwenzangu. Hayo maneno hayana propaganda, hayo maneno ni haki na ya kweli. Na kwa kuwa Mungu alilijua hilo, ndio alipomleta mwanadamu katika dunia, akamletea na muongozo kamili wa kuishi. Ibakie utekelezaji tu. Sawa? Na huo utekelezaji, tizama wale ambao wamefanya tendo la kosa la zinaa, wanapochukuliwa hatua ya kupigwa mawe au bakora, Mungu ameagiza wasipigwe keneji,
washuhudie katika adhabu hiyo taifatun minal mu'minina, ili iweze kutekelezwa hiyo hukumu. Tupo Waislamu, la ilaha illa Allah wattakhadhtumuhum waraakum dhihiriya, ay ja'altumullaha, mmemfanya Mungu khalfa dhuhurikum, yuko nyuma ya migongo yenu Allah subhanahu wa ta'ala. La tuti'unahu, hamumtii Mwenyezi Mungu subhana, wala tu'adhimunahu, wala hamumpi stahiki anazostahiki Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mmemfanya Allah kashai'il mambudhi, kama kitu kilichotupwa, waraa dhahari, nyuma ya mgongo, la yuabu bihi, kitu ambacho hakiogopwi. Wa hadha mathalun, huu ni mfano. Qala Tabariyu, Imamu Tabari anasema yuqalu lirrajuli, katika lugha husemwa kuambiwa mtu, idha lam yaqdi hajata rajuli, itakapokuwa hakutekeleza haja ya mwenzake, nabadha hajatahu waraa dhaharihi, ameitupa haja yake nyuma ya mgongo. Sawa sawa mtu akija akakuomba nisaidie shilingi 10, wewe hukumsaidia, kama kwamba ile haja yake umeitupa nyuma ya mgongo wako. Kwa hivyo sisi, kwa kuwa hatutekelezi amri za Allah, hatuyaepuki makatazo ya Allah, kama kwamba yale makatazo na amri za Allah tumezitupa nyuma ya migongo yetu, na kwa kuzitupa hukumu na amri zake, kama kwamba Mwenyezi Mungu na yeye tumempa likizo ya lazima. Tunakwenda pamoja. Anasema Mwenyezi Mungu kupitia maneno ya Nabii Allah Shuaibu, inna rabbi, nachotaka kuwafahamisha hakika ya Bwana wangu, bima taamaluna muhit, muwe mnaelewa tu yote mnayoyafanya, iwe sirran iwe jahran, sawa iwe furada iwe katika mujitamaa, yeye Mwenyezi Mungu mnayoyafanya yote anajua. Na limekuja neno muhit, kwamba Mungu ameyazunguka, anayajua ndani nje, anayajua chini juu, anayajua kulia kushoto. Utakapokwenda kufanya unalolifanya, elewa wa anna Allaha qad ahata bikulli shay'in ilma, kwamba Mungu anajua. Kwanga usiku wa manane, piga bodi, tembea na vistuli, upite vyoni kwa watu usiku, anakujua fulani kazi yake kupiga bodi, na ujue siku za Mwenyezi Mungu atakwenda kukuhukumu kwa kazi yako hiyo. Wa anna Allaha qad ahata bikulli shay'in ilma, neno ahata manake amekizunguka kile kitu. Kwa hivyo Nabii Allah Yunus anawaambia watu zake, ili mlielewe, pamoja na kwamba mnasema hamunielewi, pamoja na kwamba maneno yangu mnayasema hayafahamiki, pamoja na kwamba mimi hukumu za Mungu nyinyi hamuzitaki, ninachokwambieni, inna rabbi, hakika ya Bwana wangu Allah, bima taamaluna, kwa yote mnayoyafanya, muhitun, Mwenyezi Mungu anayajua, ameyazunguka. Ai innahu jalla wa ala kad ahata ilman, amezunguka kwa utambuzi, bi'amalikum sayyi'a, anayajua matendo yenu mabaya, wasayujazikum alaiha, na aelewe kila mmoja atakuja kulipwa mbele za Allah kwa hayo aliyoyafanya. Wala usifikirie kwamba ndio yamekwisha hapa kwamba wewe umefanya ndio basi. Elewa, ulewe kabisa kwamba unachokifanya utakwenda kukikuta katika faili lako, sawa. Wawajadu ma amilu, watayakuta walioyafanya, hadhira, yamo ndani ya mafaili. Wala yadhlimu rabbuka ahada, kuwa na uhakika hakuna atakayedhulumiwa, kila mmoja atapata haki yake. Tunakwenda pamoja. Tayib,
Anasema Mwenyezi Mungu Subhana akimnukuu Nabii Allah Shuaib, wa ya qaumi, anaendelea kusema enyi jamaa zangu, i'malu ala makanatikum inni amilun. Maneno haya yanapelekwa katika hukumu inayoitwa tahdidun, makamio shadidun, yaliyo makubwa na mazito. I'malu ala tariqatikum, kama nyinyi mmechagua njia yenu ni ukafiri, kama nyinyi mmechagua njia yenu ni dhulma katika biashara zenu, i'malu ala makanatikum, ala makanatikum, ala tariqatikum, fanyeni mnavyotaka. Ndio lugha nyepesi, fanyeni mnavyotaka. Kama hamtaki Mungu, fanyeni mnavyotaka. Innama anta mudhakkir, anaambiwa Bwana Mtume, fadhakir, kazi yako Muhammadi kukumbusha tu. Innama anta mudhakkir, hakika si vingine wewe ni mkumbushaji. Lasta alaihim bimusaitiri, hukuwa wewe mwenye kulazimika kuwatenza nguvu watu na kuwashikia viboko watu, lazima wawe Waislamu. Lasta alaihim bimusaitiri illa man tawalla, ima yule atakayepuuza ujumbe uliokuja nao, wakafara, akenda kinyume na miongozo uliokuja nayo, fayuadhibuhu Allahu al-adhab al-akbar. Ieleweke tu kwamba mtu huyo Mungu hatomuacha maadamu ujumbe umefika, alafu wewe ukawa huku ufanyia kazi, elewa Mungu hatokuacha. Sawa? Kwa hivyo Nabii Allah Shuaibu anawaambia jamaa zake, anawaambia nini? Anawaambia ya qaumi, enyi jamaa zangu, maadamu hamuitaki haki, i'malu ala makanatikum, fanyeni mnayoyafanya kwa mujibu wa imani zenu, kwa mujibu wa mipango yenu. Kama mshafika duniani, fanyeni mnavyotaka. Inni amilun, na mimi natekeleza amali ibada kwa mujibu wa maelekezo aliyonielekeza Allah subhana. Maneno haya tahdidun shadidun, ay i'malu ala tariqatikum inni amilun ala tariqati, mimi nafanya ibada kwa mujibu wa njia zangu alizonipa Allah subhanahu wa ta'ala katika kutekeleza ibada. Sawa, na huwezi kufika kwa Allah ukiwa salama kama hukufuata njia alizozileta yeye mwenyewe Allah. Sawa, huwezi kufika salama kwa Allah kama hukufuata njia alizozileta yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Ili ufike salama kwa Allah, umuangalie Nabii Muhammad amekuja na njia zipi. Njia hizo ukizifuata ndizo zitakazo kufikisha salama kwa Allah tabaraka wa taala. Anatangaza Allah kupitia mtume wake, kul, sema Muhammadi uwatangazie watu, in kuntum tuhibbuna Allah, kama kweli mwampenda Allah, mwapenda mupate radhi zake, mwapenda mukaishi katika kheri zake, fattabi'uni, mimi ndiyo njia, nifuateni mimi niko mbele yenu kama kiongozi. Fattabi'uni yuhibbukumullah, ndiyo Mungu atawapenda. Huwezi kupata radhi za Mwenyezi Mungu kama Nabii Muhammad hujamfanya njia ya kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunafahamiana Nataka nikwambie tuko katika mwezi wa Rabiul Awwal, mwezi ambao amezaliwa kiumbe bora kabisa kuliko kiumbe yoyote, kiumbe bora kama tulivyosema, kuliko Arshi, kuliko Jibril, kuliko kiumbe yoyote. Lau sikuzaliwa Nabii Muhammad tusingelikuwa Waislamu. Lau sikuzaliwa Nabii Muhammad, ile Lailatul Qadri
isingelikuwapo, lau sikuzaliwa Nabii Muhammad, ile yaumu Arafa isingelikuwapo, lau si Nabii Muhammad, ile Ashura isingelikuwapo, lau si Muhammad alayhi salatu wassalam, tusingelikuwa na sala 5. Kwa hivyo uzazi wa kuzaliwa Nabii Muhammad kwetu sisi akbaru ni'matin, ni neema kubwa kuliko neema yoyote katika neema ambazo Allah ametuneemesha. Huo Uislamu ndio akbaru neema, lakini usingelikuwa nao kama sikuzaliwa kwa Mtume Muhammad. Furahi sana kwa kuzaliwa Nabii Muhammad. Unafurahi vipi? Ishi na mafunzo yake. Tumefahamiana? Siku ya Kiyama ndiyo bwana ambaye wataendewa mitume wote watasema hatuna nafasi ya kwenda kusimama mbele za Allah. Wote wataelekeza nendeni kwa Nabii Muhammad. Ndiyo Nabii Muhammad atakaye kwenda kuuombea umma, ulimwengu wote, Mwenyezi Mungu apitishe hukumu zake, ni Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amim, sina wa kumkimbilia siku ya Kiyama isipokuwa wewe Nabii Muhammad, ukaniombee mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini elewa, famablaghul ilmi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Soma utakavyosoma kumuhusu Nabii Muhammad, yeye ni mwanadamu, lakini uelewe ndiyo kiumbe bora kuliko viumbe wote. Tunakwenda pamoja i'malu ala makanatikum inni amil, na mimi nitafanya amal kwa mujibu wa njia alizoniletea Allah subhana. Ay uthbutu ala ma antum alayhi, bakini na kile mlicho nacho, minal kufuri wal adawati, sawa wa ta'dhimi dunya, fa ana thabitun ala alislami, mimi nathibiti katika Uislamu, wal musabara, na hapo nitajifunga na subira. Uislamu unataka subira, kutekeleza twaa kunataka subira, kwa sababu twaa haina mwisho hapa duniani. Mshafahamu? Ya ayyuhalladhina amanu, Mungu anasema hivyo, alafu anasema taqullaha, enyi mlioamini. Mwisho wa ibada sio imani tu, endeleeni kushikamana na takwa ya Mwenyezi Mungu mpaka siku utakayokuwa unatoa shahada. Sawa? Na maasi kadhalika unatakiwa uwe na subra ya kuyaepuka maasi mpaka siku utakayoingia kaburini mwako. Hakuna siku ya kusema nimeacha siku nyingi kufanya dhambi fulani, angalau leo. Ushafahamu Sai anasema Mwenyezi Mungu, saufa taalamu, kwa hizo imani zenu, kwa hayo mambo yenu, kwa hayo machafu yenu, saufa taalamu, baada ya muda mtakuja kujua hasara zake. Man yaatihi adhabu yukhzihi, nani ambaye atajiliwa na adhabu ambayo itafanya kumdhalilisha. Kwa sababu hawa watu wa Nabii Allah Shuaibu katika suratu Shuarai walimfanyia kejeli Nabii Allah Shuaibu, wakamwambia fa asqitu alaina kisafan minas samai, tuangushie pande la mbingu litufunike, in kunta minas sadiqin, kama wewe ni mkweli, sie tuko tayari kufa kuliko kukuamini wewe. Yani hayo ni maneno ya kejeli na kumkatisha tamaa, yani wako tayari wafe lakini wasimfuate Nabii Allah Shuaibu. Sawa? Ndio Mungu anasema fasaufa ay saufa ta'lamuna, mtakuja kutambua baada ya muda, man yaatihi adhabu yukhzihi, nani atakayejiliwa na adhabu itakayokuja kumdhalilisha. Ay saufa ta'lamuna alladhi yaatihi adhabun
yudhilluhu, itakayomdhalilisha, wa yuhinuhu, na itakayomfanya kuwa kumfanyia ihana, yani kumfanya duni. Wa man huwa kadhibun, na siku hiyo mtajua muongo ni mimi Shuaibu au waongo ni nyinyi mnayeabudu ibada ambazo hazikuja mfumo wake kutoka kwa Allah. Muongo ni nani? Mtakuja kujua siku hiyo. Lakini siku ambayo unakuja kujua hayo, wakati huo kujua kwenyewe hakuna tena manufaa. Tambua leo ndio zinduka, usingoje kesho, pengine kesho hufiki. Rudi kwa Mola wako leo. Subhanallah. Wa man huwa kadhibun, ay wa ta'lamuna man huwa al-kadhibu, mtakuja kujua nani yule muongo anayesema uongo, mtakuja kujua siku hiyo. Nabii Allah Shuaib bado anasihi watu wake, sawa wartaqibu, ngojeeni tu, wartaqibu, ngojeeni, inni ma'akum raqibun, na mimi niko pamoja na mimi ninasubiri. Nyie subirini mukifanya yenu, na mimi ninasubiri nikifanya yangu. Watu wa dunia waache na dunia yao, na wewe mtu uliyomchagua Mungu, chagua Mungu wako, fanya yaliyo mema. Siku ya kiyama mtakwenda kukutana nani aliyekula hasara. Shafahamu Usihuzunike kwa sababu hapa duniani hujapata fupa. Shafahamu wakati mwingine mafupa yenyewe hayo wachinjaji hawajui hata hukumu ya kuchinja. Umeelewa? Maana kuchinja kuna hukumu. Mwingine anachukua kuku 7 wakienea tu hapa katika anawakata wote piu. Ushafahamu? Na mwingine anakata kwa madoido, kwichu ananyanyua kwichu, huyo kuku haramu kula huyo. Ushafahamu? Kwa hivyo likikukosa wakati mwingine fupa la dunia, mshukuru Mwenyezi Mungu, bora ishi na vibua na tonge kwa tonge. Ushafahamu Kila mwenye neema nyingi hisabu yake nzito baba. Ushafahamu? We mwenye shilingi 10 hisabu yako nyepesi, lakini mtu mwenye mabilioni atawekwa kitako aulizwe. Ushafahamu? Siku ya kiyama yule mfalme muadilifu, hiyo hisabu yake atajuta, kwa nini mimi niliwaongoza. Yani atatamani kwamba asingeliwaongoza hata watu hao, hata watu wawili, atatamani kwa nini niliwaongoza watu wale. Lakini leo subhanallah, kila mtu anakwenda mbinguni, anakwenda wapi? Mwenye kuzika mtu, mwenye kuzika kondoo, mwenye kuzika mbuzi, mwenye kwenda kukitutua kichocho kichanga kaburini ili apate kushinda yeye. Mtume anamwambia Aba Dharr, tahadhari sana, sigombee huko. Hapa duniani unaweza ukashangilia, lakini fasatakunu nadamata yaumal qiyama, siku ya kiyama utakwenda kujuta. Lakini mchuzi mwekundu utakukosa. Walamma jaa amruna, ilipokuja amri yetu ya kuangamizwa watu hawa, najaina Shuaiba, tulimuokoa nabii Allah Shuaib, walladhina amanu ma'ahu, na wale waliokuwa pamoja naye katika imani tuliwaokoa, birahmatin minna, kwa rehma zilizokuwa zikitoka mbele zetu. Anasema Allah tabaraka wa taala, siku zote watu wema inapokuja adhabu, Mwenyezi Mungu huwaokoa, hawaachi. Toka tulikotoka, Nuhu aliokolewa na watu wake, Ibrahim aliokolewa na watu wake, Lutu aliokolewa na watu wake, kadhalika Hudi, Saleh na wengine. Watu waliomuamini Allah siku zote Mwenyezi Mungu hawaachi mkono. Sawa? Ndio anatuambia Allah, walamma jaa amruna, ilipokuja amri yetu, najaina
najaina Shuaiba, tulimuokoa nabii Allah Shuaib, walladhina amanu ma'ahu, na wale alioambatana nao katika imani tuliwaokoa birahmatin minna, ay walamma jaa amruna biihlakihim najaina Shuaiba walmu'minina ma'ahu. Kwa nini? Bisababi rahmatin adhimatin minna lahum, kwa sababu ya rehma zilizokuwa kubwa zikitoka kwetu kwa wao. Tayib, anasema hivyo Mwenyezi Mungu Subhana, walladhina amanu ma'ahu birahmatin minna, ay walamma jaa amruna biihlakihim najaina Shuaiba, tulimuokoa Shuaibu, walladhina walmu'minina ma'ahu, na waumini pamoja naye, bisababi rahmatin adhimatin minna lahum, wa akhadhatil ladhina dhalamu as-sayhatu, wale makafiri waliokuwa wakijifanya ndio wenye nchi, waliotaka kumuhamisha Shuaibu atake asitake, waliosema maneno ya Shuaibu hayafahamiki, waliodai kwamba unataka kutuendesha katika biashara zetu. Mwenyezi Mungu anasimulia watu hawa walichukuliwa sayhatul adhabi, na ukelele wa adhabu, ay wa akhadha ulaika adh-dhalimina sayhatul adhabi. Qala al-Qurtubi, Imamu Qurtubi anasema sahabihim Jibril, aliwapigia ukelele Jibril, sayhatan, ukelele mmoja tu, fakharajati arwahuhum, zikatoka roho zao, min ajsadihim, kutoka katika mili yao. Anasema hivyo subhanahu wa ta'ala, anazungumza hivyo Mwenyezi Mungu mtukufu subhana, kwamba aliwachukulia hatua kwa ukelele mmoja tu. Lakini katika aya nyingine anasema Mwenyezi Mungu aliwapelekea tetemeko la ardhi. Tayib, katika aya nyingine anasema faakhadhahum adhabu yawmin dhulla innahu kana adhaba yawmin adhim. Kwa hivyo walichukuliwa na adhabu tatu tofauti tofauti katika kuwaangamiza watu waliomkataa Shuaibu. Matokeo yake Allah anasema fa asbahu, wakawa watu hao, fi diyarihim, katika majumba yao, jathimina, wamekufa wakiwa wamepinda magoti, ay mauta hamidina, wamenyamaza, la harakata bihim, hakuna anayetikisika. Qala Ibn Kathir, wa dhakara huna, ametaja hapa Mwenyezi Mungu annahum, kwamba watu hawa atatuhum sayhatun, uliwajilia ukelele, wa fil a'rafi anasema rajifatun, wa fi shu'arai anasema adhabu yaumi dhulla, wa hum ummatun wahidatun, na huu ni umma mmoja, ijtama alaihim yaum adhabihim, palikusanyika kwao siku ya adhabu zao. Hadhihi nakmu kulluha, mateso yote haya Mungu aliyamimina katika nchi ya wakorofi, watu waliokuwa hawakumtaka Allah. Wa innama dhukira fi kulli siyaqin, pametajwa katika kila siyaki, ma yunasibuhu, kile kinachonasibiana na siyaki hiyo. Allah anasema aliwazima watu wa mji huo, kaan lam yaghnau fiha, kama kwamba jana hawakuwepo, ukawa mji kimya. Kwa hivyo Allah anaweza kuwazima watu hata sekunde kubwa ikawa kama hawakuwepo. Kaan lam yaghnau fiha, utafikiri hawakuwepo katika nchi hiyo, ay kaan lam ya'bathu wa yuqimu, kama kwamba hawakukaa fi diyarihim qabla dhalika, ala bu'udan limadyana. Mungu anasema umbali wa rehma uwathibitikie wale wakazi wa Madian waliomuasi Allah,
kama ba'udati Thamud, kama walivyokuwa mbali na rehma za Allah kabila la nabii Allah Saleh, watu wa Thamud waliomuasi Mola wao. Insha Allah hapa tutamaliza kwa leo, tusimame. Wiki ijayo tutakuja kuondokea katika kisa cha nabii Allah Musa alayhi salam. Allahumma ya rabbana wafiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'alna mutamassikina bikitabika wa sunnati rasulika. Allahumma ahyina muslimin wa amitina mu'minin wa alhiqna bis salihin waj'alna ya rabbana min ashabi jannatika jannatin na'im birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.